Jambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, tunawakaribisha kwa taarifa hii ya habari. Kwanza vichwa vya habari. Kinshasa, mpango wa mto Kongo bila Ebola ilizinduliwa mjini Kinshasa. Goma, hali za kibinadamu yazidi kuzorota kusini mwa Masisi katika eneo la Ufamandu ya kwanza kutokana na mapigano. Mbujimayi wa polisi wa usalama barabarani wapewa elimu kuhusu ugonjwa ya ukimwi. Haya na mengi kisha dakika chache. Katika mji mkuu Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wasaidizi wake imezindua siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mpango unaoitwa Mto Kongo bila Ebola. Mradi huu unalenga kuimarisha ufuatiliaji na mapambano ya Ebola pamoja na magonjwa mengine yenye uwezo wa kusababisha milipuko katika ukanda wa Mto Kongo kwa njia ya Kisangani hadi Kinshasa. Mkurugenzi wa Institut National de Recherche Biomédicale INRB kwa kifupi, ambaye pia anaongoza Institut One Health pour l'Afrique, Profesa Jean-Jacques Muyembe amesisitiza umuhimu wa kuweka mpango wa ufuatiliaji ndani ya vyombo vya usafiri majini ili kutambua mapema dalili za magonjwa mbalimbali. Amesema huo mpango utakuwa kama laboratori inayotembea majini ambayo haitashughulikia Ebola peke bali pia magonjwa mengine ya mlipuko. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wawakilishi wa OMS, PAM, UNICEF, OCHA, Unimigration, Africa CDC na washirika wengine wa kiufundi. Mjini Bunya, jimboni Ituri, huduma za afya bila malipo zilizoahidiwa na serikali katika mpango wa mapambano na Ebola bado hazijaanza kutimizwa. Ahadi hiyo ilitolewa mwezi wa 6 na waziri wa afya kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi waliokumbwa na mlipuko huo. Hata hivyo, karibu miezi 3 baadaye, shirika za kiraia za Ituri zinalalamikia kuchelewa kwa kutimiza hatua hiyo na zinaonyesha wasiwasi kuhusu hatari zake kwa wananchi. Tukumbushe kwamba wakati wa ziara yake jimboni Ituri, waziri mkuu Judith Suminwa alisema kuwa mchakato wa kutekeleza huduma za afya bila malipo unaendelea. Goma, jimboni Kivu Kaskazini, maelfu ya familia wanaishi katika mazingira magumu baada ya kukimbia mapigano kati ya AFC M23 na wazalendo katika maeneo mbalimbali ya mtaa ya Masisi. Kwa mjibu wa duru vya eneo hilo, mapigano makali yaliendelea hadi usiku wa 4 katika groupement la Ufamandu ya kwanza kusini mwa Masisi. Mapigano mengine pia yaliripotiwa karibu na Malemo upande wa kaskazini magharibi. Maelezo zaidi na Grace Amzati. Kulingana na habari tunazo, makaaji makubwa ya Remeka na vijiji jirani vya Miano na Katuunda vilivyoko katika eneo la Ufamandu ya kwanza katika ufalme wa Bahunde vilikuwa eneo la mapigano makali yaliyoendelea hadi saa za jioni siku ya 4. Vijiji hivi pamoja na maeneo mengine kadhaa katika eneo hilo vimeachwa kabisa na wakaaji wake. Wakaaji wamekimbilia Ufamandu ya pili katika sekta ya Katoi na Waloa Loanda katika mtaa jirani ya Walikale. Kutokana na hatari inaongezeka kuhusu magonjwa katika eneo ambalo vituo vya afya havina vifaa na dawa za kutosha, makundi ya shirika ya kiraia huko Katoi yanatoa wito wa msaada wa kibinadamu. Mbali na mapigano katika eneo la Ufamandu, mapigano pia yaliripotiwa siku ya 4 hiyo kati ya vikosi vya AFC M23 na wapiganaji wa wazalendo katika kijiji cha Nkingwe kilichoko katika eneo la Bashali Mokoto kaskazini magharibi mwa mtaa wa Masisi, karibu na eneo la Pinga katika mtaa wa Walikale. Kulingana na baadhi ya mashahuri wa eneo hilo, wazalendo walizuia shambulio hilo. Hata hivyo, hali bado ni mbaya na mvutano unaendelea kuwa mkubwa katika eneo hilo lote. Katika jimbo jirani la Kivu la Kusini, hasa mjini Bukavu, moto unaotokea mara kwa mara unaonyesha changamoto za upangaji wa mji wa Bukavu yenye inakuwa na idadi kubwa ya watu. Ujenzi olela, msongamano mkubwa wa wakaaji na ukosefu wa nyumba vinatajwa kuwa sababu zinazoongeza madhara ya msiba hayo. Mbunge wa kitaifa Olive Mudekereza na Megabe aliyechaguliwa Bukavu anashauri kuwepo kwa mpango zaidi ya kupiganisha ajali ya moto
hiyo kupanga upya mji, kupunguza msongamano na kuendeleza maeneo mapya ya wakaaji na shughuli za kiuchumi katika mitaa jirani. Amesema hayo katika mahojiano yaliyorekodiwa na Grace Amzati. Kwanza vile ya Bukavu imekwisha kujaa sana, ilikuwa vile inajengwa kwa independence batu 300,000 leo tunakuwa milioni 1 milioni plus de million, na watu wanaendelea kubanana. Tulipropose gouvernement tangu zamani tuongeze vile ya Bukavu ipanuke kidogo na tupangie vile vizuri, ijengwe vizuri. Watu wanakimbia interior ma insecurity mu vile shida. Wakati wa mvua ile momonyoko inabeba watu na nyumba zinaenda. Wakati wakipwa nyumba zinalungula. Hiko shida, lakini shida kubwa ni extension ya vile ya Bukavu. Tuliombaga ba créer des communes bano iral Kasha na Panzi na bazungumuze territoire ya Walungu, territoire ya Kabare ndio zinazunguluka vile. Na mna gani kupanua vile? Baongeze vile Uvira iwe nguvu sana. Muplene ya Ruzi waweke ile wanasemaga mazone industrielle. Wanafanya ile kamituga zone miniere. Watu banahamia kule bamoya. Wengine wanahamia Uvira. Tunaangalia Bukavu banasogea kidogo. Wanafanya ile wanasemaga Bulaya ceinture verte. Ile ceinture kusema watu ya kuleta mboga, legime, busubuyu, Kasha, Kamisimbi, kule kote Nyangezi, Kavumo, kutia matere ya football, fasi ya kutia maopito, fasi ya kutia maekol. Bila vile tutamalizika. Huko Mbujimai, polisi wa usalama barabarani PSR kwa kifupi wamepewa mafunzo kuhusu afya ya uzazi na ukingo wa magonjwa ya ukimwi. Mafunzo hayo yaliandaliwa siku ya 3 na Decati International kwa kushirikiana na mpango wa taifa wa afya ya uzazi. Lengo ni kukamilisha tabia salama na kupunguza maambukizi ya ukimwi miongoni mwa askari hao. Katika mkutano hiyo walipewa pia kondomu ili kuwahimiza kutumia njia salama za kujikinga. Maelezo zaidi na Bernardin Nyangi. Gwaride la kila wiki la polisi wa barabarani PSR mjini Mbujimai lililoendeshwa Jumatano lililenga kuongeza uelewa kuhusu kinga zidi ya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Viongozi wa shirika Decati International na mpango wa afya ya uzazi waliwakumbusha maafisa kwamba VIH bado ni swala kubwa la afya ya umma. Walisitiza umuhimu wa kupata taarifa, kupima yari na kupangilia vitendo vya mapenzi visivyohatarisha ili kupunguza maambukizi. Kulingana na Emery Badia, meneja wa kikanda wa Decati International, mpango huu ulilenga kuboresha uelewa wa maafisa wa polisi kuhusu jinsi ya kuzuia magonjwa ya zinaa na ukimwi. Kamanda wa PCR Jean-Paul Dangalula alisisitiza kuwa kudumisha afya njema ni muhimu kwa utendaji bora wa majukumu ya mtu, huku akitoa wito wa uaminifu wa ndoa kama njia ya kuzuia. Kwa upande wake, kamanda wa PCR ya Mama Yemo Jeanne Basambi Bakete aligusia sana umuhimu wa kutumia kondom kujikinga zidi ya magonjwa ya zinaa na ukimwi wakati wa tendo la ndoa lenye hatari kubwa. Mwishoni, masanduku kadhaa ya kondom yaligawiwa kwa maafisa wa PCR ili kuimarisha juhudi za kinga na kupunguza hatari. Turudi jimboni Kivu Kaskazini, hasa upande wa Beni. Maandalizi ya mwaka mpya wa masomo yanaendelea kwa shida. Katika soko kuu ya Kilokwa, wafanyabiashara wanasema idadi ya wanunuzi ni ndogo. Wazazi wengi wanaeleza kuwa hawana uwezo wa kununua mavazi na vifaa vya shule. Ripoti ya Elize Kavira. Katika madaftari ama makaye na sare za shule ama uniform, huyu mwanafunzi anasema iko tayari kurudi shuleni baada ya siku chache. Anaeleza kwamba alikuja sokoni pamoja na wazazi wake ili kununua vifaa vya shule na sare. Lakini wafanyabiashara wanasema ndani ya maduka zao na kwenye meza za biashara wateja ni wachache. Wazazi hawanunue tena kama zamani. Kuuzisha hata box moja ya makaye imekuwa ngumu. Lakini zamani walikuwa wakiuzisha hata box 10 kwa siku. Kwao mwanzo wa mwaka huu wa masomo haujaanza vizuri. Kwa jamaa nyingi tatizo kubwa ni ukosefu wa pesa. Kwa mfano, mama huyu anaeleza kwa huzuni kuwa vita imefanya maisha kwa ngumu. Bado hajaweza kununua vifaa vyote vya shule na bei tena zimepanda. Box moja ya madaftari ama makaye ilikuwa nauzishwa kwa bei ya 6,000, sasa ni 7,500 ya pesa za Kongo. Bei ya uniform imepanda kutoka 10,000 hadi 15,000 ya pesa za Kongo. Anasema kwa sasa anatafuta kwanza sare za watoto, lakini bado anashika tumaini kwamba watoto wake wataenda shule na wataendelea na masomo yao.
Tukomeshe taarifa hiyo ya habari mjini Matadi. Siku chache kabla ya kufunguliwa kwa shule, wasiwasi unaongezeka katika mtaa ya Mbanza Ngungu jimboni Kongo Central. Shule kadhaa zinazojengwa chini ya mpango wa maendeleo ya maeneo 115 yani 145 territoire bado hazijakamilika miaka mitatu tangu kuanza kwa kazi hizo. Shirika za kiraia zinasema hali hiyo inahatarisha haki za watoto kupata elimu na zinaomba na viongozi ya serikali wanaohusika na kazi hiyo kuelekeza sababu za kuchelewa huko na kuhakikisha ujenzi unakamilika haraka kwa kuruhusu watoto kusoma katika mazingira ulio bora. Punde kidogo mtafata kipindi ya pili, yani mwalika wa siku na mambo muhimu ya siku, yani dossier du jour, imeandaliwa na Bernardin Nyangi. Radio Okapi, invité en Swahili. Mjini Beni, Kivu Kaskazini, juhudi za kukabiliana na Ebola zinahusisha pia kuongeza ueleo wa jamii. Kwa miezi miwili iliyopita, vijana wa kujitolea toka shirika YouReport, jukwaa la kidijitali linaloungwa mkono na UNICEF, wamekuwa wakifikia jamii ili kupambana na uvumi, kujenga imani na kuhimiza hatua za kujikinga. Ni matokeo gani yamepatikana huko na ni changamoto zipi bado zipo? Eme Mukokoma, kiongozi wa YouReport Beni, anajibu maswala kutoka kwa Martial Papi Mukeba. Eme Mukokoma, jambo. Jambo. Tangu miezi miwili sasa, YouReport inaelimisha watu wa Beni kuhusu kujikinga na Ebola. Lengo la Beni hii ni nini, na kwa ukweli munataka kuambia raia nini? Lengo ya hii kampanye ni kutafuta kurenforcer kapasite ya population yetu juu ya magonjwa ya virusi ya Ebola, na apart ile kunakuwa kupromouvoir ama kuhimiza watu namna gani wanaweza jikinga na magonjwa ya Ebola, na tunaangalia namna gani tunaweza piganisha ma rumeur ama ma desinformation na kuencourager watu kusignaler plus rapidement wakati mtu anapatikana na magonjwa ya Ebola ama anaona alama mbalimbali zenye zina répondre ku definition ya magonjwa, kusignale mbele ya wakati na kujirendre ku hospital mbele ya wakati juu ya soin. Kupambana na Ebola bado kuna changamoto ya watu wengine kutoshirikiana na waganga. Ni nini ambayo munafanya ili muambie watu watumike ama washirikiane pamoja na timu ambazo zinapiganisha Ebola? Ya kwanza, tunatosha ile boga ndani ya watu ya kuangalia kama Ebola ikaingia ni magonjwa moya yenye ko grave. Tunatosha kwanza ile boga mbatu, na ile boga tunaitosha wakati yenye tuna explique, tunabaonesha ke Ebola iko sawa na ingini magonjwa yoyote. Haina maana ya siku yogopa, iko kitu ishafika, lakini tunaweza iepuka plus facilement wakati yenye tuna observe ma mesure barrière, na wakati yenye tunajiunga na ekipe yenye natumika ndani ya riposte juu ya kupiganisha ile magonjwa. Tunaanza kuonesha avantage ya kazi ambayo riposte nakuya inafanya, parce que wakati nye ekipe ya riposte nakuya mko activité mbalimbali, par exemple kukakuwa cas confirmé mu communauté, kutakuwa kazi yenye wanaita ya listage. Listage ni wakati wanakamata jina za watu wenye walikuwa makontakta au risque, makontakte de contact, juu ya kuwafuatilia ndani ya muda ya siku 21 kuangalia kama hakuna mtu atapatikana na alama za magonjwa. Ile ni moja ya kazi ambayo inakuwa ndani ya ekipe ya riposte. Apare ile kunakuwa kazi ya decontamination ama kusukula nyumba. Mtu kama alianza na gonjwa mnyumba epi alianza manifester masigne mnyumba, anenda kwa confirmer d'office, ita faire appel ya decontamination juu ya kusukula ile nafasi, juu kulimite chaîne ya contamination. Apare ile kunakuwa kazi ya surveillance manake kufatana na wale watu wenye balikuwa contact na ule mgonjwa, juu baangalie namna gani anabafuatilia mpaka mwisho, eske kutakuwa mtu mwenye ana manifester masinyu pa. Iko parmi makazi zenye riposte nafanyaka, na ya mwisho ni prise en charge mena ya ule mtu mwenye alikuwa confirmé, sasa banambeba ku CTE, banamutunza na kumfuatilia zaidi. Tukishaonesha zile kazi yenye riposte inafanya, ndio tunabaonesha kamena maana ya kuba accompagner, parce que kama population haijue kwanza maana ya ile kazi yenye riposte na kiafanya, d'office batapigana tunao. Uvumi na habari za uongo ama desinformation zinaweza kufanya watu wakose
imani kuhusu ekipe wala timu za riposte. Yu report inafanya nini ili watu waamini timu za riposte ya Ebola? Sie tant que you report tuko kwanza watoto ya mugine, haiko wakati tu ya Ebola ama ya epidemi njo tunaweza lamuka kutumika mkomunote. Tunakuwaka mkomunote na ma message mbalimbali kuhusu sante ama changement positif ya komunote. Alors wakati nye inakuwa periode ya Ebola, tunatumikishaka ile proximite yetu na komunote juu ya kuexplicite zaidi donc mafaa ya kazi ya maekipe za riposte. Voilà. Baada ya miezi miwili ya kampeni ambayo mumeanja, mumeona mabadiliko gani? Tuna constate que kuko bamoya kati ya communauté benye bana comprendre magonjwa ni nini na banaanza bao peke jipeleka kwanza ku hospital. Aussi kuko benye biko na signaler bao peke maka sispe sa banaziona mu communauté yabo iko naenda progressivement. Bien sûr que haiko bote njo basha comprendre na iko processus en fait changement ni iko processus ya mrefu. Tutaendelea tuna campagne, population itakuwa na connaissance moya kuhusu magonjwa. Aimé Mukokoma, Aksanti. Aksanti sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Zikisalia siku chache kabla ya kufunguliwa kwa mwaka mpya wa shule 2026-2027, maandalizi bado yazembea katika soko kuu la Kindu jimboni Maniema. Ingawa vibanda tayari vimepambwa kwa rangi ya mwaka mpya wa masomo, huku mikoba ya shule, sare na vifaa vya shule vikiwa vinauzwa, wazazi wengi bado wachelewesha manunuzi. Wengi hasa wafanyakazi wa serikali na watumishi wa umma wanadai kucheleweshwa kwa malipo ya mishahara yao. Licha ya changamoto hizo, wanatumai kuwa watakuwa na fedha zinazohitajika katika siku zijazo ili kuandaa watoto wao kwa muhula huu mpya. Ripoti yake Florence Kizalunga. Tunaua bea KDC calligraphie journal de classe communication. Katika njia za maduka hayo, vipaza sauti vinatangaza kwa nguvu bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, madaftari, sare na vifaa vingine vya shule. Hata hivyo, licha ya hali hiyo ya shughuli nyingi, mauzo hayajapata kasi inayotarajiwa. Botura jana ya bitu yote juu ya rentrée scolaire mais mouvement ya kuwa bien. Bazazi abaanza onekana na masomo bakia na 2 semaines. Kabitakuwa sawa wala je pola tu comprendre kabisa ojisi. Bon, atosi perdre espoir parce que tunajua masomo kila mzazi zote ko obligé après kabito kwa masomo. Wazazi wengi wanakiri kuwa bado hawajakuwa tayari kumudu gharama za maandalizi ya kurudi shuleni kwa kukosa fedha za kutosha. Baadhi yao kwa sasa wanajizuia na kuishia kutazama bidhaa tu bila kununua. Hapa tunashangaa sana, vitu habiendeki mzuri, mabei inapanda. Shakoshi moja ya masomo ya batoto iko 50,000, ingine 40,000. Tunazunguluka tu tunakia kuangalia petetre juma kesho tunaweza tukakia tena hapa kwanza habiendeki atapokea nini. Wazazi wengine wanasema wanasubiri kupokea mishahara yao kabla ya kuanza kufanya manunuzi. Hatuyauza hata kitu moja mama yangu, makuta haiko, hatuyue namna ya kufanya, ndio tungali tu vile mama. Niko mwalimu tutakuwa miezi 2 hatupokee, ndio tunangoya kufendi moja hapa tutapata tu. Licha ya changamoto hizi, wanafunzi wanatazamia kwa hamu kuanza kwa mwaka wa masomo ambao umepangwa kuanza tarehe 1 Septemba. Wakiwa na hisia mchanganyiko za wasiwasi na tarajio, wengi bado wanaamini kuwa wazazi wao watafanyikiwa kupata vifaa muhimu kwa wakati. Masomo natafuta kuanja bayanizia taka mwa papa nasema nitasoma na bile vya mwaka jana. Boniko naangalia tu petrete kia tageuza roho. Ata bayanizia ataki tumoya tisa shikompame kama ni nini bazazi bayanuzia ataki tumoya shi kama nitanja hai. Mbali na vifaa vya shule, kaya nyingi pia zinakabiliwa na gharama za usajili wa wanafunzi au ada za kudhibitisha uandikishaji hasa katika shule binafsi. Hali hii inaongeza mzigo wa kifedha kwa familia nyingi kadiri muda wa kuanza kwa mwaka wa masomo unavyokaribia. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga. Tumefikia mwisho wa taarifa hii habari, ilitolewa na Isaac Remoyope, upande wa ufundi nilisaidiwa na Bilobati. Shukrani kutusikiliza, tunawatakia kila heri mali mulipo na weekend njema.